kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kujitokeza hapa kwa ajili ya mapokezi haya. Huyo ni nyota Taifa, lakini kutujalia afya ambayo imetufanya sote tukusanyike leo hapa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere kwa tukio hili muhimu sana mwanzo huu wa mwaka la kuipokea timu ya Taifa Stars ambayo imeshiriki mashindano ya AFCON ya mwaka 2025 ambayo yamefanyika nchini Morocco. Tanzania kwa mara ya kwanza imeweza kuingia katika timu 16 bora au mechi za mtoano au knockout, na imecheza mchezo mzuri sana ilipopambana na Nigeria, ilipopambana na Tunisia na mchezo wa mwisho wa Morocco. Wachezaji wetu wameonyesha umahiri wa hali ya juu katika mchezo wa kabumbu, lakini wamecheza kwa kujitoa kwa moyo wao wote, na hakika wameipa Tanzania heshima kubwa sana. Ndio maana kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nichukue nafasi hii kuwapongeza sana kwa hatua hiyo walioifikia ya kulipambania taifa letu katika mchezo huu wa AFCON, na sasa Tanzania imeingia katika timu shindani za mashindano ya AFCON na sio mshiriki au msindikizaji. Nifikishe kwao na Watanzania wote salamu nyingi za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ameniagiza nifike hapa kuwapokea wachezaji ambao baada ya mechi yao walichukua uamuzi wa kuwapelekea ndege ambayo imekwenda kuwachukua na kuwaleta hapa, ikiwa ni moja ya dalili au moja ya ishara ya kuheshimu kazi kubwa ya kizalendo ambao wameifanya. Nami nichukue nafasi hii kumshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuiwezesha Taifa Stars kwa hali na mali, lakini kuiwezesha sekta ya michezo kwa hali na mali kufikia hatua hii ambayo tumefikia, na yeye mwenyewe tarehe 10 atakutana na wachezaji wote wa Taifa Stars na wachezaji wa michezo mingine ambao wameshinda katika mashindano mbalimbali, yawe ya riadha, yawe ya cricket, kwa chakula cha mchana pale Ikulu, ili kuweza kuwapongeza wote kwa kazi nzuri ambao wameifanya. Siku njema huonekana asubuhi, na timu ya Taifa Stars imeifanya siku yetu njema inayotuanzishia mwaka 2026 katika sekta ya michezo, lakini mambo mengine yote nchini Tanzania kuwa mambo yameanza vizuri, na kurejea kwao na ushindi huu walioupata wa kufika hatua hiyo, sisi kwetu ni mwanzo sasa wa maandalizi ya ushiriki kamilifu na ushindani kamilifu wa Tanzania katika mashindano ya AFCON 2027 ambayo sisi Tanzania, Kenya na Uganda tutakuwa wenyeji kwa pamoja. Lakini Tanzania tumeonyesha njia kwa sababu sisi ndio nchi pekee ambayo imekuwa inashiriki katika mashindano ya AFCON, na sasa tumefikia ngazi hii, na hii inaonyesha kabisa 2027 tutafanya vizuri zaidi, na lengo letu 2027 kombe la AFCON libaki Tanzania. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.